Mama, mama! Sally alipiga hodi kwa nguvu kwenye mlango, huku mvua kubwa ikimnyeshea bila huruma, akitetemeka kwa baridi kali iliyopenya hadi mifupani. Mama, tafadhali fungua mlango, ni mimi, alilia kwa sauti iliyokatika, mikono yake ikiuma kutokana na kugonga bila kupumzika. Ndoo aliyokuwa ameibeba ilianguka chini na maji yakamwagika kwenye matope, ishara ya safari ngumu aliyotoka kupitia. Hakukuwa na jibu, lakini alijua wazi kuwa waliokuwa ndani walikuwa wakimsikia. Aligonga tena kwa nguvu zaidi, kana kwamba mlango ungefunguka kwa huruma yake mwenyewe. Alikuwa ametumwa jioni kwenda mtoni kuchota maji, lakini njiani mvua kubwa ilianza kunyesha ghafla bila onyo. Njia iliteleza, giza likazidi kuingia, na kila hatua aliyopiga ilijaa hofu ya kuanguka au hata kupotea kabisa. Alijaribu kukimbia, lakini matope yalifanya iwe vigumu kusonga kwa haraka. Muda ulizidi kusonga bila yeye kufika nyumbani, na kila dakika iliongeza hatari ya adhabu aliyojua inamsubiri. Alipofika hatimaye, hakukutana na faraja, bali mlango uliofungwa. Ndani ya nyumba, ukimya mzito ulitawala, huku mzee Msangi akiwa ameketi kimya kana kwamba hakusikia chochote. Mke wake alikunja uso kwa hasira na kusema kwa ukali, "Nilikuambia huyo mtoto ana kiburi, aache alale nje." Sauti yake ilikuwa kali kama hukumu ya mwisho. Mzee Msangi alijaribu kusema kwa sauti ya chini, "Lakini mvua ni kubwa sana." Lakini alikatizwa ghafla. "Usithubutu, ukimfungulia utaona." Mwanamke huyo alifoka, na hapo ndipo kila kitu kikanyamaza tena. Wakati huo nje, Sally aliendelea kugonga mlango, huku sauti yake ikizidi kupoteza nguvu. "Mama, tafadhali, sitarudia tena, naomba," alisema kwa machozi mengi. Ndani, sauti ya Susan ilisikika kwa kejeli. "Ache tu mama, atajifunza." Kisha kicheko chake kikafuata, kilichojaa dharau. Maneno hayo yalimchoma Sally moyo zaidi kuliko baridi aliyokuwa anapitia. Alijaribu kugonga tena, lakini sasa mikono yake ilikuwa dhaifu sana. Mvua ilizidi kunyesha kwa nguvu zaidi, upepo mkali ukimvuma kama adui asiye na huruma. Sally alijikunja karibu na mlango, akijaribu kupata joto, lakini haikusaidia chochote. Mwili wake ulianza kutetemeka bila udhibiti, na meno yake yakagongana kwa baridi. Alishika tumbo lake kwa njaa kali, kwani hakuwa amekula tangu asubuhi. Usiku huo ulionekana mrefu zaidi kuliko maisha yake yote. Machozi yalitiririka usoni mwake yakichanganyika na mvua, na kufanya isiwezekana kutofautisha kati ya huzuni na hali ya hewa. Kama ningekuwa mtoto wao wa kweli, wangenifanyia hivi? Alijiuliza kwa uchungu mkubwa. Kumbukumbu za wazazi wake zilimjia kwa ghafla, zikamfanya ajisikie mpweke zaidi. Hakukuwa na mtu wa kumfariji wala kumsaidia. Alibaki pale akijua hakuna anayejali. Kwa sauti ya chini iliyovunjika, Sally alilia, "Kwa nini mimi? Mungu, kwa nini mimi?" Ilikuwa ni sauti ya mtu aliyefika mwisho wa nguvu zake. Hakuna aliyemjibu, hata ndani wala nje. Ilikuwa ni sauti iliyopotea kwenye giza la usiku. Lakini bado aliendelea kushikilia tumaini dogo moyoni mwake. Asubuhi ilipofika, mlango ulifunguliwa kwa nguvu na kelele kubwa. "Simama hapo!" Mke wa nyunga alimwamuru kwa ukali. Sally alijaribu kusimama, lakini mwili wake ulikuwa dhaifu sana. "Umeshindwa hata kazi ya maji?" alifoka kwa hasira kali. Sally alijibu kwa hofu, "Mama, mvua ilinichelewesha." Lakini hakuruhusiwa kumaliza. "Nyamaza, usinijibu!" alipiga kelele huku akimsukuma pembeni. Susan alisimama pembeni akicheka kwa dharau. "Angalia alivyochafuka, kama mtu wa barabarani." Maneno hayo yalimvunjia moyo zaidi. Hakukuwa na mtu wa kumtetea. Hata mzee Msangi alibaki kimya kama kawaida. Sally alipewa kazi mara moja bila hata kupumzika. Hakuruhusiwa kula licha ya hali yake mbaya. Alipojaribu kuchukua mabaki ya chakula, mkono wake ulipigwa kwa nguvu. "Nani amekuambia ule?" Mwanamke huyo alifoka. "Nina njaa," Sally alijibu kwa sauti ya chini. "Na leo hutakula kabisa."
alijibiwa kwa ukatili. Sally alirudi kufanya kazi huku machozi yakimtoka kimya kimya. Kila hatua aliyopiga ilikuwa ngumu kutokana na uchovu, lakini hakuruhusiwa kupumzika hata kidogo. Maisha yake yalikuwa kama adhabu isiyo na mwisho. Hakukuwa na siku ya faraja kwake. Susan aliendelea kumchokoza kila alipomwona. "Hata ukijaribu vipi, hutawahi kuwa kama mimi," alisema kwa kiburi. Sally alikaa kimya, akimeza maneno yote moyoni. Kila neno lilikuwa kama kisu kinachomchoma, lakini hakujibu hata kidogo. Licha ya mateso yote, Sally hakuruhusu chuki iingie moyoni mwake. Aliendelea kuwa na imani kuwa siku moja mambo yatabadilika. Kila usiku alimwomba Mungu kwa machozi. Alitamani maisha bora kuliko haya, na hiyo ndiyo iliyomfanya aendelee kuishi. Mbali na kijiji hicho, kulikuwa na maisha tofauti kabisa. Ndani ya jiji kubwa aliishi kijana tajiri aitwaye Merrick. Alikuwa na kila kitu: fedha, magari ya kifahari na jumba kubwa. Maisha yake yalionekana kamili kwa macho ya wengi, lakini ndani yake kulikuwa na upweke mkubwa. Usiku mmoja alikaa peke yake akitazama dirishani. "Kwa nini bado nahisi upweke?" alijiuliza kimoyomoyo. Hakukuwa na mtu wa kumpa jibu la kweli. Fedha hazikuweza kujaza pengo hilo. Siku moja aliamua kuwekeza katika maendeleo ya vijiji. Alitaka kusaidia na kuona maisha ya watu wa kawaida. Uamuzi huo ulimpeleka kwenye kijiji cha Sally. Hakujua kuwa safari hiyo ingebatilisha kila kitu, na hapo ndipo hadithi yao ilianza kuunganishwa. Wakati huo huo, Sally aliendelea kuteseka bila kujua kinachokuja mbele yake. Hakujua kuwa maisha yake yalikuwa karibu kubadilika. Hakujua kuwa mtu alikuwa njiani kuja kumwokoa. Lakini kabla ya yote hayo, alipaswa kuvumilia zaidi. Na hapo ndipo hadithi yake halisi inaanza. Asubuhi ilianza kwa ukali ule ule, lakini siku hiyo ilionekana kuwa mbaya zaidi kwa Sally kuliko siku zote zilizopita. "Amka wewe, au unataka nikuvute kwa nguvu?" shangazi yake alipiga kelele huku akipiga mlango kwa hasira. Sally alijaribu kuinuka haraka, lakini mwili wake ulikuwa mzito kutokana na baridi na njaa ya usiku uliopita. "Mama, samahani, bado naumwa," alijaribu kusema, lakini kabla hajamaliza alipigwa kofi kali lililomfanya ayumbe. "Hakuna mtu anayejali maumivu yako hapa," alijibiwa kwa ukatili uliotisha. Susan alisimama pembeni akitazama tukio hilo kwa furaha ya ajabu sana, akivuka mikono kifuani kwa majivuno. "Mama, huyu hawezi kubadilika bila kuumizwa zaidi," alisema kwa sauti ya kejeli, macho yake yakiwa yamejaa chuki. Sally alijaribu kujizuia kuanguka huku machozi yakimtoka, lakini alinyamaza kimya kwa sababu alijua majibu yangeongeza mateso. "Leo utaosha nguo zote za familia na bado uende mtoni mara 3." Shangazi yake alitoa amri nyingine kali. Hakukuwa na nafasi ya kupinga, hiyo ilikuwa sheria ya maisha yake. Sally alianza kazi huku mikono yake ikitetemeka, lakini hakuruhusiwa kupumzika hata kidogo. Kila alipochelewa kidogo, Susan alipaza sauti, "Harakisha, unafikiri uko kwenye ndoto?" Kicheko chake kilimchoma Sally moyo zaidi kuliko hata vipigo. Alipojaribu kunyanyua ndoo nzito ya maji, alijikwaa na kuanguka chini, maji yakamwagika. "Wewe ni mzigo tu," shangazi yake alipiga kelele huku akimvuta kwa nguvu na kumpiga tena. Sally alibaki kimya, akivumilia kila kitu kwa uchungu mkubwa. Baada ya mateso hayo, alitumwa tena mtoni licha ya uchovu uliokuwa wazi mwilini mwake. Njiani alihisi miguu yake ikishindwa kumbeba, lakini alijilazimisha kuendelea. "Nikianguka sasa, wataniua kabisa," alijiambia kimoyomoyo huku akijaribu kujipa nguvu. Alipofika mtoni, alikaa chini kwa sekunde chache akihema kwa nguvu, machozi yakimtoka. Lakini hata hapo hakuruhusiwa kupumzika kwa muda mrefu. Hofu ya adhabu ilimfanya asimame haraka na kuanza kuchota maji. Lakini tofauti na vijana wengine matajiri, Merrick alikuwa na maono makubwa zaidi ya starehe na anasa. Alitaka kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha ya watu. Siku hiyo, Merrick alikuwa ameketi katika ofisi kubwa ya kampuni ya familia yake, akizungumza na baba yake kuhusu mpango wake mpya. "Baba, nataka kuanza mradi wa maendeleo vijijini," alisema kwa sauti ya kujiamini. Baba yake alimwangalia kwa makini kabla ya kuuliza, "Una uhakika unajua unachokifanya? Maisha ya huko si kama haya ya hapa." Merrick alitabasamu kidogo na kujibu, "Ndiyo maana nataka kwenda mwenyewe, kuona hali halisi." Baba yake alikaa kimya kwa muda, akimchunguza mwanaye kana kwamba anatafuta ukweli ndani ya maneno yake. "Merrick, dunia ya nje si rahisi kama unavyofikiria," alisema kwa sauti ya tahadhari. Lakini Merrick hakutikisika. Alisimama na kusema, "Baba, kama hatutawasaidia watu wa chini, basi utajiri huu hauna maana." Maneno yake yalikuwa na uzito uliomfanya baba yake afikiri kwa kina. Hatimaye, baba yake alikubali kwa sharti moja. "Sawa,
nenda, lakini kumbuka, utakuwa peke yako huko. Hakuna anasa, hakuna ulinzi wa hali ya juu, alisema kwa ukali kidogo. Merrick alitikisa kichwa kwa kujiamini. Niko tayari kwa hilo. Uamuzi huo ulikuwa mwanzo wa safari ambayo ingebadilisha maisha yake kabisa. Aliondoka ofisini akiwa na mpango kamili kichwani mwake: kujenga miradi ya maji, kusaidia wakulima na kuboresha maisha ya watu wa vijijini. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na hisia nyingine ambayo hakuielewa vizuri, kana kwamba kulikuwa na kitu kilikuwa kinamsubiri huko. Hakujua ni nini, lakini alihisi kuwa safari hiyo ilikuwa muhimu zaidi ya kazi tu. Usiku huo, akiwa nyumbani kwake kwenye jumba la kifahari, Merrick alikusanya vitu vyake kwa safari. Rafiki yake alimwambia kwa kejeli, "Unakwenda kuacha maisha haya yote kwa kijiji?" Merrick alitabasamu na kusema, "Sio kuacha, ni kutafuta maana ya maisha." Maneno yake yalionyesha kuwa hakukuwa na kitu kingemzuia. Wakati huo huo, Sally alikuwa akirudi nyumbani akiwa amebeba ndoo nzito, mwili wake ukiwa umechoka kupita kiasi. Alipofika, alikuta chakula kimeandaliwa lakini hakuruhusiwa kugusa. "Hiki si chako," Susan alimwambia kwa dharau, huku akila mbele yake. Sally aligeuza macho yake pembeni, akimeza uchungu uliokuwa unamchoma moyoni. Baada ya kila kitu, alipelekwa kulala kwenye kona yake ndogo bila hata chakula. Mwili wake uliuma, lakini maumivu ya moyo yalikuwa makubwa zaidi. Maisha haya yataisha lini? Alijiuliza kimoyomoyo, huku machozi yakimtoka polepole. Hakukuwa na jibu, lakini bado hakukata tamaa. Na wakati huo huo, gari la Merrick lilikuwa tayari kuondoka kuelekea kijijini. Hakujua kuwa huko ndiko angekutana na hadithi ya mateso ya Sally. Hakujua kuwa maisha yao yalikuwa karibu kugongana kwa njia isiyotarajiwa, lakini hatima ilikuwa tayari imeanza kufanya kazi yake. Asubuhi ilianza kama kawaida kwa Sally, lakini siku hiyo ilibeba kitu tofauti ambacho hakukijua. "Simama haraka, leo kuna wageni kijijini, nyumba lazima ing'ae." Shangazi yake Sally alipiga kelele kwa ukali. Sally alishtuka kutoka usingizini akiwa bado amechoka, lakini hakuthubutu kuchelewa. "Mama, bado sijapata nguvu," alisema kwa sauti ya chini, lakini alikatizwa. "Nani anajali nguvu zako? Fanya kazi." Susan alicheka kwa kejeli. "Leo usituabishe mbele ya wageni." Sally alianza kufagia kwa haraka, huku moyo wake ukidunda kwa hofu isiyoeleweka. Hakujua wageni hao ni kina nani, lakini alijua siku hiyo isingekuwa rahisi kwake. Kila alipoinama kufagia, mgongo wake uliuma kutokana na kazi za siku zilizopita. "Harakisha, wageni wanaweza kufika muda wowote," mama huyo aliongeza kwa hasira. Sally aliongeza kasi huku akijaribu kuficha maumivu yake. Wakati huo huo, gari la kifahari lilikuwa linaingia kijijini kwa vumbi jepesi lililoinuka barabarani. Ndani yake alikuwa Merrick, akitazama mazingira kwa makini, kana kwamba anatafuta kitu fulani kisichoonekana. "Hapa ndipo tunaanzia," alimwambia dereva wake kwa sauti tulivu lakini yenye uhakika. Watu wa kijiji walianza kukusanyika, wakivutiwa na gari hilo lisilo la kawaida kwao. Ilikuwa ni tukio ambalo hawakuwa wamelizoea. Sally alitumwa haraka kwenda mtoni kuchota maji ili wageni wakifika wasikose huduma. Alishika ndoo yake na kuondoka kwa haraka, lakini mwili wake ulikuwa umechoka kupita kiasi. "Usichelewe tena kama jana," sauti ya mama yake Susan ilimfuata kwa vitisho. Sally alitikisa kichwa kimya kimya, akijua kuwa kosa lingine lingemgharimu sana. Njiani alijaribu kuharakisha licha ya uchovu. Alipofika mtoni, aliketi kwa sekunde chache akihema kwa nguvu. "Leo lazima nifanye kila kitu sawa," alijiambia kimoyomoyo. Alijaza ndoo kwa haraka na kuanza kurudi, lakini hatua zake zilikuwa nzito. Hakujua kuwa safari hiyo ndogo ilikuwa karibu kubadilisha maisha yake. Hatima ilikuwa tayari imesogea karibu naye. Wakati huo huo, Merrick alikuwa akitembea kijijini ongozana na wazee wa eneo lile. "Tunataka kuanza mradi wa maji hapa," alisema kwa sauti ya kujiamini. Wazee walitikisa vichwa kwa furaha wakiona matumaini mapya, lakini macho ya Merrick yalionekana kutafuta kitu kingine zaidi ya mradi, kana kwamba moyo wake ulikuwa unavuta kuelekea mahali fulani. Sally alipokuwa akirudi na ndoo kichwani, alijikwaa ghafla na karibu aanguke. Alilia kidogo, lakini alijizuia kuanguka kabisa. Ndipo macho yake yakakutana na ya Merrick kwa mara ya kwanza. Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache ambao ulionekana mrefu sana. Merrick alisimama ghafla, macho yake yakijaa mshangao usioelezeka.
Una uhakika uko sawa? Merrick aliuliza kwa sauti ya upole ambayo Sally hakuwa ameizoea. Sally alishtuka akijaribu kushusha macho yake haraka. Niko sawa bwana, samahani, alisema kwa hofu akijaribu kuondoka haraka. Lakini Merrick alibaki akimtazama, moyo wake ukipiga kwa hisia mpya kabisa. Kutoka mbali, Susan alikuwa ameshuhudia tukio hilo, macho yake yakijaa hasira kali. Huyu msichana anaanza tena, alijisemea kwa chuki. Alikimbia kurudi nyumbani na kumwambia mama yake, "Mama, yule Sally anajaribu kujionyesha kwa mgeni tajiri." Mama yake alikunja uso kwa hasira kali. Leo nitamfundisha adabu mbele ya kila mtu. Sally aliporudi nyumbani, alikutana na hasira iliyokuwa ikimsubiri tayari. Wewe, ulikuwa unafanya nini njiani? Shangazi yake alipiga kelele. Nilikuwa nachota maji, Sally alijibu kwa hofu. Usinidanganye, unaenda kujionyesha kwa wanaume sasa? Alifoka huku akimsogelea kwa hasira. Susan aliongeza kwa kejeli. Alikuwa karibu kuanguka mbele ya yule tajiri, anatafuta huruma. Sally alijaribu kujitetea. Hapana mama, si kweli, lakini alikatizwa kwa kofi kali lililomfanya atetemeke. Nyamaza, sitaki kusikia sauti yako, alifoka kwa hasira. Machozi yalianza kumtoka Sally, lakini alinyamaza kama kawaida. Hakuwa na mtu wa kumtetea. Wakati huo huo, Merrick hakuweza kuondoa picha ya Sally akilini mwake. Yule msichana, kuna kitu si cha kawaida kwake, alisema kwa sauti ya chini. Msaidizi wake alimtazama kwa mshangao. Unamaanisha nini bwana? Merrick alitikisa kichwa kidogo. Nataka kujua zaidi kuhusu yeye. Na hapo ndipo mambo yalipoanza kubadilika. Wivu wa Susan ulikuwa umeanza kuwaka moto na chuki ya shangazi yake Sally ilikuwa inaongezeka. Sally alikuwa katikati ya dhoruba ambayo hakuielewa, lakini kwa mara ya kwanza kulikuwa na mtu aliyemwona, na huyo mtu alikuwa Merrick. Hatima yao ilikuwa imeanza kugongana na hakuna ambaye angeweza kuizuia tena. Siku iliyofuata ilianza kwa mvutano mzito ambao haujawahi kuonekana hapo awali katika nyumba ile. Sally aliamshwa mapema zaidi kuliko kawaida, lakini safari hii hakukuwa na kelele tu, bali kulikuwa na hasira iliyochanganyika na wivu. Leo sitaki makosa yoyote kutoka kwako, shangazi yake alipiga kelele kwa ukali uliotisha. Sally alinyamaza, lakini moyo wake ulikuwa ukidunda kwa hofu. Hakujua nini kilikuwa kinakuja, lakini alihisi hatari kubwa zaidi kuliko siku zote. Wakati huo huo, Merrick alikuwa ameketi na wazee wa kijiji akielezea mipango yake ya mradi wa maji. Lakini hata alipokuwa akiongea, mawazo yake hayakuwa hapo kabisa. Kila alipofumba macho yake, aliona sura ya Sally, uchovu wake, hofu yake na ukimya wake uliobeba maumivu mengi. Nataka kuzungumza na yule msichana, alisema ghafla, akiwashangaza waliokuwa karibu naye. Yule aliyekuwa na ndoo jana, anaitwa nani? Habari hiyo ilifika haraka nyumbani kwa mzee Msangi kama moto wa msituni. Susan alikimbia ndani akiwa na hasira. Mama, yule tajiri anamuulizia Sally. Mama yake alisimama ghafla, uso wake ukibadilika kuwa mkali zaidi. Huyu mtoto ameanza kuniharibia mipango yangu, alisema kwa sauti iliyojawa na chuki. Leo lazima nimnyamazishe kabisa. Sally alijaribu kunyanyuka, machozi yakimtoka bila kujizuia. Naomba mnisikilize, mimi sijafanya hivyo, alisema kwa sauti ya maumivu, lakini hakuna aliyesikiliza. Funga mdomo wako, Mama Susan alipiga kelele huku akimvuta kwa nguvu. Hapo ndipo hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Kwa wakati huo huo, Merrick alikuwa tayari anakuja kuelekea nyumba hiyo akiongozana na wazee wa kijiji. Nataka kujua ukweli wake, alisema kwa sauti ya utulivu lakini yenye mamlaka. Hakujua kuwa kile alichokuwa anakaribia kukiona kingemgusa moyo wake kwa kiwango kikubwa. Alipofika pale, alikuta tukio ambalo hakutarajia kamwe. Sally alikuwa chini, akilia, huku Mama Susan akiwa amesimama juu yake kwa hasira. Simama! Mama huyo alipiga kelele, akijiandaa kumpiga tena. Lakini kabla hajafanya hivyo, sauti ya Merrick ilisimamisha kila kitu. Inatosha. Ndani ya nyumba palitulia ghafla. Wote waligeuka kumtazama Merrick, aliyekuwa amesimama kwa ukali, macho yake yakiwa yamejaa hasira isiyofichika. Hii ndio namna mnavyomtreat huyo msichana? Aliuliza kwa sauti nzito. Hakukuwa na aliyethubutu kujibu mara moja. Hata Susan alinyamaza kwa mara ya kwanza.
Mama Susan alijaribu kujitetea kwa haraka. Hapana bwana, huyu mtoto ni mtukutu sana, lakini alikatizwa. Usinidanganye, Merrick alisema kwa ukali. Nimeona kila kitu kwa macho yangu. Maneno yake yalikuwa kama hukumu ya mwisho. Mzee Msangi alishusha kichwa chini kwa aibu kubwa. Merrick alimsogelea Sally polepole na kumpa mkono wake. Simama, alisema kwa upole ambao Sally hakuwa ameusikia kwa muda mrefu. Sally alimtazama kwa mshangao, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Kwa mara ya kwanza alihisi mtu anajali. Alishika mkono wake kwa hofu na kunyanyuka polepole. Nataka kusema ukweli mbele ya kila mtu, Merrick alisema kwa sauti iliyojaa uthabiti. Huyu msichana si mtumishi, ni binadamu asili heshima. Wazee wa kijiji walianza kunong'onona, wakitazamana kwa mshangao. Ukweli ulianza kujitokeza wazi. Susan alijaribu kuingilia, lakini alikatizwa mara moja. Nyamaza, Merrick alisema kwa ukali. Chuki na wivu wenu vimewafanya msione thamani yake. Maneno hayo yalimchoma Susan kama moto. Hatimaye Merrick alisema maneno ambayo hakuna aliyetarajia. Kuanzia leo, Sally hatabaki hapa tena. Watu wote walishtuka. Shangazi yake alipaza sauti. Una maana gani? Merrick alimtazama moja kwa moja na kusema, namaanisha ninamchukua na nitahakikisha anapata maisha anayostahili. Sally alibaki kimya, macho yake yakiwa yamejaa mshangao na machozi ya furaha na maumivu kwa wakati mmoja. Hakuwahi kufikiria kwa siku kama hiyo ingefika, siku ambayo mtu angeisimamia haki yake. Aligeuka kumtazama mzee Msangi ambaye bado alikuwa ameinamisha kichwa kwa aibu kubwa. Hakusema neno lolote. Ukimya wake ulikuwa ushahidi wa kosa lake. Sally hakusema chochote, lakini macho yake yalionyesha kila kitu. Alipokuwa anaondoka, alisimama kwa sekunde chache na kusema kwa sauti ya utulivu, nawashukuru kwa kunilea, hata kama ilikuwa kwa maumivu. Maneno hayo yalikuwa mazito kuliko lawama yoyote. Merrick alimshika mkono na kuondoka naye, huku watu wakitazama kwa mshangao. Siku hiyo, msichana aliyelala nje kwenye mvua aliondoka akiwa na matumaini mapya. Na hapo ndipo dunia ilijifunza ukweli mmoja mkubwa. Mateso yanaweza kukufanya ulie leo, lakini hayatazuia kesho yako kung'aa. Tuambie unatufuatilia kutokea wapi na umejifunza nini. Usiache kulike, kucomment na kusubscribe kwenye chaneli yetu. Bye, tukutane wakati mwingine.